Nataka kuchukua nafasi hii kwanza kuwazungumzia kwa masala muhimu ambayo yanakabili taifa letu la Kenya. Unaona kwamba joto la kisiasa limepanda juu, kila chama, kila mrengo unavutia kwake, lakini hata hivyo katika harakati za kufanya siasa pia tukumbuke ya kwamba kuna nchi na kuna mipango ya maendeleo ambayo inahitaji kupewa nafasi sawa kuhakikisha kwamba wananchi wa Jamhuri ya Kenya hawataweza kudhulumika kwa njia moja ama nyingine kwa kukosa huduma kwa sababu ya siasa za mapema. Vile vile tunataka kuzungumza na viongozi wetu kwamba ni demokrasia na ni hali halisi ya kimsingi na vile vile ambayo inaruhusiwa katika ndani ya katiba. Hivi majuzi kumekuwa na tetesi ya kwamba baadhi ya viongozi wakianza kurushiana cheche za maneno makali, na vile vile wengine wameenda mpaka to the extent ya kusema ya kwamba baadhi ya viongozi hawataruhusiwa kukanyaga maeneo fulani ili kueneza sera zao na maoni yao ambayo wako nayo. Wacha tuambie namna hii. Hii Kenya ni nchi ya demokrasia. Hii Kenya inaongozwa na katiba. Uhuru wa kutengamana uko ndani ya katiba, haujakuwa katika kiongozi yoyote kupeana idhini. Ikiwa hata polisi wenyewe wakati mnapotaka kutangamana ilifikia mahali ambapo unahitajika tu kujulisha polisi ni wakati gani, ni siku gani na ni saa ngapi utakuwa unafanya maandamano yako ama utakuwa na kongamano lako. Itakuwa wewe mwanasiasa ambaye umechaguliwa chini ya katiba ile ile uweze kutoa matamshi ya kwamba baadhi ya viongozi wanasusiwa kutofika katika sehemu kadha wa kadha. Nataka niseme hivi, ndugu zetu wanasiasa, msisahau kwamba nyinyi mmechaguliwa na wananchi, mmepewa majukumu na wananchi, na ni lazima mfuate vile wananchi wanavyozungumza, ni lazima pia mfuate katiba. Kusema kwamba kama mtu yuko na maoni tofauti asikanyage eneo fulani, hii naona si haki, na hii ina ishara ya kwamba mmejipanga na njama fiche, mmejipanga kuvuruga hali zote za usalama, mmejipanga hata kutatiza demokrasia na uchaguzi ambao unawadia come 2027.